JKT Tanzania. Mchezo kiufupi umeutazamaje? Mchezo ulikuwa mgumu. Moja katika ngumu katika ligi ya NBC, timu ngumu lazima uzungumzie JKT Tanzania. Mimi naamini kama historia yangu itakuwa vizuri sawa sawa, aidha ni timu ya pili au timu ya tatu kuweza kupata matokeo mazuri katika uwanja wa JKT Tanzania. Ni timu nzuri tunawapongeza, lakini sisi tulikuwa wazuri zaidi. Sisi mwaka huu tuna ubwela ili kuhakikisha tunachukua point 3 kila maeneo. Vijana wamekuja wamepambana jasho na damu kuhakikisha tunachukua point 3. Tunawapongeza wamechukua point 3. Inshallah wazungu wanasema aluto continue mapambano yanafanyaje? Yanaendelea. Viporo wa vita chacha. Mechi ilikuwa ngumu na sisi zote tunaamini ugumu wa mechi. Tunapokutana na JKT Tanzania. Kumbukumbu mechi yetu ya kwanza tulicheza KMC, tulipata goli kwenye dakika za kufidia kwa mkwaju wa penalty. Kwa hiyo mwalimu, wachezaji wa Simba walijua wanakuja kukutana na mechi ngumu. Lakini tuna technical bench bora, lijipanga vizuri, iliwatuma vijana, wamekuja kufanya kazi. Kwa hiyo mechi ilikuwa ngumu, lakini tunashukuru tumepata point 3. Viporo vipi vita chacha, maana tumeona viporo sasa hivi kiporo cha pili hichi mna kila tu bila wasiwasi wote. Mimi naamini kwamba tutaendelea kuvila viporo. Aidha iwe kwa kisamvu au iwe kwa maharage au samaki changu au samaki anompenda mama watoto Salma Saidi Nyakazenga Tasi. Sisi ni Simba. Sisi tunawakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa. Na leo ni waibie siri waandishi wa habari. Mkuu wa majeshi aliacha kazi kuiangalia mwakilishi wa nchi anawakilisha katika mashindano ya kimataifa nini anafanya. Amiri jeshi mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, macho yake na masikio yake yalikuwa Meja Samulo kumwangalia mwakilishi wa nchi katika mashindano ya kimataifa nini anafanya. Kwa hiyo sisi tulikuwa nyumbani. Kwa hiyo tutaendelea kuwa nyumbani, tutaendelea kupambana, tutamfunga yoyote. Kuna watu wengine hali hii washaiona. Kila siku akiamka tucheze, msicheze. Michezo iko mingi. Nendeni mkacheze mdako. Nendeni mkaruke kamba. Iko michezo mingine. Football waacheni watu wa mpira. Si Simba, ukisoma katiba ya Simba, Simba Sports imetengenezwa kwa ajili ya kucheza nini? Football. Tutaendelea kucheza. Hao ambao wacheze wanasema wachezi, nendeni mwapeleke kwenye sports. Ngumi zipo. Wana mashiko kwa namna ambavyo umesikiliza taarifa yao ambao wameitoa leo. Mimi nafikiri cha kwanza hawana mashiko. Na siku zote mkiwa na management ambayo inasikiliza mashabiki wake ndio tatizo. Leo kama unaamini timu uiendeshe umsikilize mwalimu Yanga lazima ufeli. Leo kama unaamini unaendesha timu umsikilize last born sio timu lazima ufeli. Ninachosema baada ya wanachama kuwa na timu lazima mnampa mtu mwenye mamlaka kujua kwamba huyu ana uwezo wa kufanyaje? Kuongoza. Kwa hiyo lazima atumie mentality yake kuongoza nini? Timu. Leo kama shabiki anakuja, anatoka Nkunjule Nchwala kwetu kwa Mkugilo, hatuchezi. Na wewe kiongozi unaandika barua. This is not fair. Kwa engineer kamsikiza mwalimu Yanga. Unasema wewe mimi sijamtaja mtu hapa. Kwa mnawataka. Kisugu unataka tarehe pango kiwapi? Sisi tunahitaji hata kesho. Sisi ni timu ya mpira. Sisi ni mwakilishi wa nchi. Hatutamuogopa yoyote. Hatutamuogopa kishata mtaa, hatutamuogopa kizabani yoyote. Wao kama wanajiamini, wanaweza waje. Wao wanaonekana kama kesi ishafungwa kwao. Kama itatokea nyinyi mnapewa labda alama 3 za bure za mezani, mtazipokea, mtazikubali? Maana bila shaka zitakuwa zinawasaidia kama tunachotaka Simba ni kucheza. Hatuhitaji Simba pointi za mezani. Wao ndio walikwenda kasi kutafuta pointi za nini? Za mezani. Waambie huwezi ukapata point 3 bila kumkaba Mpanzu. Huwezi ukapata point 3 bila kumkaba Kibo Dennis. Na kuna mashine nyingine moto umeshaanza kuwaka. Mutari umeona? Hivi leo Budo mchezaji bora nani yule? Wengine wanasema kuna muda Sambovu labda anaweza kusema ukweli. Tunachosema ukweli uko dhahiri. Leo Simba tumesajili wachezaji wakuja kutufanyia kazi. Leo Budo mnamzungumzia mwaka wa kwanza anacheza Simba. Simba inakwenda kucheza finali ya shirikisho barani Afrika. Mchango wa Budo lazima unakuwepo. Simba tunajidaia kuwa na Budo. Tunajidaia kuwa na wachezaji wote. Viongozi wa Simba wamekwenda kufanya usajili ambao mimi naamini umekwenda kukizi vigezo. Leo Simba nazungumzia inakwenda kushiriki mashindano ya shirikisho barani Afrika. Nendeni mkawaambie wasicheze. Game ijayo mnakutana na Pamba. Mimi nafikiri game itakuwa ngumu. Na Waswahili siku zote naambia mashabiki wa Simba, mwisho wa safari moja ndio mwanzo wa safari nyingine. Tutakutana na Pamba katika uwanja wa KMC. Watake wasitake watafungwa. Iwe mchana tutawafunga, iwe usiku tutawafunga. Iwe na mvua tutawafunga, iwe na jua tutawafunga.
Kuye na Kiza tutawafunga. Wakiwa na uwezo wakisema tukacheze chini ya ardhi tutawafunga. Mbona Pamba umewatolea maneno mengi sana? Wanaonekana labda ni sio Pamba yoyote anakuja mbele lazima tumwambie. Sasa kama baba yao anaweka mjini kakimbia, wao wanafuata nini? Yanga wanakubali kucheza na Simba? Kama Yanga mwenyewe hataki, kinachokuleta Pamba KMC nini? Ni kufungwa. Tutawafunga. Kisugu, wewe ni mdau wa michezo wa siku nyingi na nafikiri wadau wangependa pia kusikia maoni kutoka kwako. Kumekuwa na malalamiko makubwa kuhusu waamuzi. Kwa upande wako wewe ili swala uamuzi ni taaluma. Kwanza kabla mwandishi hujaniuliza, nenda kawaangalie wanaolaumu wana taaluma ya uamuzi. Maana yake leo unaweza kumkuta dereva bodaboda na mlaumu muamuzi. Leo unaweza kumkuta muuza ubuyu na mlaumu muamuzi. Uamuzi ni taaluma. Kwa hiyo kwanza kabla hujaniuliza hao uliowaona ni wana taaluma? Kwa hiyo kwa upande wako ni sahihi kinachoendelea. Swali nimekuuliza, uliowasikia ni wana taaluma? Sijajua maana yake ni nini. Hujajua wakati wewe mwandishi unatakiwa ujue. Waandishi sikizeni nikwambieni. Kuna muda waandishi lazima tuusaidie mpira. Tusijaribu kuchukua maneno ambayo yastahili kuzungumzwa. Waamuzi ni taaluma, wanakwenda kukamilisha taratibu ya taaluma yao inavyotaka. Leo hii kuna propaganda zinatengenezwa kwenda kuwatoa kwenye reli waamuzi kwa kuona namna ambavyo waamuzi wanakuja wanawabeba, aliyakuwa watu wanaokosea kwenye mpira wapo. Leo hii JKT wanakwenda kuahidiwa pesa. Wacheni watu wacheze kwa uwezo wao. Matokeo yake ndio wale wanakamia ndani ya dakika 20, watu 10 wanapewa kadi za njano, nasema waamuzi wanabeba nini? Simba. Football ni mchezo wa wazi. Si tunaamini waamuzi wanakwenda kutimiliza sheria 17 za mpira wa miguu. Mwamuzi Kefa Kayombo amekuwa gumzo sana. Kwa upande wako yuko sawa? Amekuwa gumzo kwa ubora wake. Amekuwa gumzo kwa ubora wake. Na kila mmoja anayejua taratibu za mpira anasifia kutokana na namna ambavyo alivyokwenda kuamua kanuni na sheria zinafanyaje zinavyotaka. Kwa hiyo lazima awe gumzo kwa ubora wake. Kwa hiyo tumepungukiwa waamuzi kama wale. Labda wewe kwa mtazamo wako, mimi naamini tuna waamuzi bora. Na ndio maana amepewa nafasi ya kuchezesha. Hata kipangiwa dabi sawa. Yes. Wenye mamlaka wakiamua mimi nibishe. Lakini dabi ipi? Wakati timu yangu haitaki kucheza. Dabi ipi? Dabi ipi? Na niwaambie wana Simba, niwakumbushe wachezaji wa Simba, sisi ndio tutakwenda kufanya maamuzi ya dabi ichezwe au isichezwe. Kwamba mtagomea mchezo. Sisi tukiamua wacheze watacheza. Kwamba mtawafosi. Mwisho wa siku sisi tutakataa kuchukua pointi 3, nataka lazima tudundane na wapi? Kwa Benjamin William Mkapa. Iko siku, iko wakati, muda utafika, watacheza. Lazima wacheze. Wale ni watani zenu, labda ukijaribu kuangalia malalamiko yao, huenda hoja yao iko sehemu gani kwa namna ambavyo hoja wangekuwa na hoja wangesikilizwa kasi. Wangekuwa na hoja wangesikilizwa kasi. Kwamba kule wameonekana hawana wangekuwa na hoja wangesikilizwa kasi. Na ndio maana wameonekana hawana hoja. Rufaa wamefanyaje? Sasa hivi hawaamini bodi ya ligi wala TFF. Inasemekana wameenda kushtaki serikali. Moja katika waandishi wa habari mngekosa kuniuliza hili swali, mngenikosea. Nikupongeze sana Ali kwa swali zuri ambalo unafanyaje ulioniuliza. Miaka 3 iliyopita back to back bingwa wa ligi NBC ni Dar es Salaam Africans. Miaka 3 iliyopita bingwa wa CRDB Federation Cup wakati unaitwa Azam, Dar es Salaam Young Africans. Mwaka juzi Dar es Salaam Young Africans wamekwenda kucheza fainali ya shirikisho barani Afrika. Uongozi ulikuwa upi? TFF ilikuwa ipi? Mtendaji wa bodi ya ligi ilikuwa ipi? Yanga anachukua ubingwa, Karia ndio rais kwenye nchi. Yanga wanachukua ubingwa, ndugu yangu Almasi Kasongo ndio mtendaji wa bodi ya ligi katika nchi. Shida iliyokuwepo waandishi wa habari, mnafika mahala mnaukosea mpira. Ukweli lazima niseme. Mkikasirika kasirikeni. Kwa sababu leo hii mnakujua mtu sio wa mpira, mnatumia uvibaya uhuru wa habari, mnakwenda kuwapelekea watu, wanadhalilisha viongozi wa TFF, wanatukana viongozi wa bodi ya ligi. Aliyakuwa mnajua watu ambao mnakwenda kuwapa maiki hawana maadili bora waliolelewa na wazazi wao. Leo ndio influencer wa Yanga wengi hawana maadili, hawajelelewa katika maadili bora na wazazi wao. Leo hii namna ambavyo kuna mtu mmoja juzi mlikuwa mnamhoji, acheni mike mmeniuliza msizime. Kumbe ukweli na kugusani mnazima mike. Ndio. Mike ziko on hizo. Leo mtoto mdogo anakwenda kumwambia viongozi wa TFF hawana akili. Wao wanachukua ubingwa, kiongozi nani kwenye nchi?
Leo mtu amekuja kwenye mpira miaka miwili mnampelekea maiki kwa sababu Uhuru habari anadhalilisha watu. Maana yake anaonekana mtu huyu amekosa kupata malezi bora kutoka kwa wazee wake. Tuzungumze ukweli, lazima tufike mahala. Tuwaheshimu wazee hawa. Mpira huu Simba na Yanga zilivyoletwa si kwa sababu ya kuwaleta watu kuwagombanisha, zimeletwa kwa ajili ya watu kuwakutanisha, kukaa pamoja, kuzungumza na kufanyaje na kuenjoy. Simba na Yanga ni tunu la taifa hili. Unaonekana kama unafoka. Nazungumza unafanyika si kitu sahihi. Leo huwezi kwenda kumlazimisha kumdhalilisha mzee Mguto. Unakwenda kumdhalilisha Almasi Kasongo. Maana yake wewe huna maadili, huko ulikotokea ulishindwa kufundishwa maadili mema na wazazi wako. Asanteni, niwashukuru sana waandishi wa habari.